Wengi wanajitahidi kutafuta pesa zaidi, lakini hawajui jinsi ya kuzilinda. Ukweli ni huu, sio tatizo lako kutopata pesa. Tatizo ni kuwa na mfumo unaozifanya zibaki na zikue hata pale unapolala. Tuendelee sehemu ya 5 ya kitabu chetu pendwa cha Money Master the Game. Tony Robbins anazungumzia wazo lenye nguvu sana. Kupata upside bila downside, yani kufaidika na ukuaji wa kifedha huku ukilinda usalama wako. Hili si wazo la kinadharia tu, bali ni mfumo wa maisha unaoweza kujengwa na mtu yoyote anayeamua kuelewa mchezo wa pesa kwa kina, hasa kwa kuiga kanuni za wawekezaji wakubwa kama Ray Dalio. Fikiria maisha yako ya kifedha kama safari ambayo haiko sawa kila siku. Kuna nyakati mambo yanakuwa mazuri, kipato kinaongezeka, biashara zinachangamka. Lakini pia kuna nyakati ngumu, gharama zinapanda, kipato kinashuka, au chanzo chako kikuu cha pesa kinatetereka. Watu wengi huanza safari hii wakiwa na matumaini makubwa, lakini wanapokumbana na misukosuko, wanagundua kuwa walikuwa wamejenga maisha yao juu ya msingi mmoja tu. Hapo ndipo dhana ya kuwa invincible inapokuja, kujenga mfumo ambao hauyumbishwi kirahisi hata hali inapobadilika. Hatua ya kwanza ni kubadilisha namna unavyofikiria pesa. Badala ya kuuliza, nitaingiza kiasi gani? Unaanza kujiuliza, nitahakikisha vipi ninaingiza pesa kila mwezi bila kujali kinachoendelea. Hapo ndipo unapojenga kile kinachoitwa lifetime income plan. Hii si kuhusu kazi moja au biashara moja, bali ni kuhusu kuwa na mtiririko wa pesa unaoendelea hata kama chanzo kimoja kitapungua nguvu. Kwa mtu anayeishi maisha ya kawaida, hii inaweza kumaanisha kuwa na zaidi ya njia moja ya kuingiza kipato. Labda una kazi yako kuu, lakini pia una shughuli ndogo pembeni. Labda una kitu ulichowekeza ambacho kinakuletea mapato taratibu. Kadri unavyoongeza vyanzo hivi, ndivyo unavyojenga kinga dhidi ya mshtuko wa kifedha. Unaanza kuishi bila hofu kubwa ya kesho. Hapa ndipo wazo la All Seasons Portfolio la Ray Dalio linapata maana halisi. Badala ya kuweka kila kitu sehemu moja, unajifunza kugawa. Sehemu ya pesa zako iko kwenye ukuaji, mahali panapoweza kukupa faida kubwa. Sehemu nyingine iko kwenye vitu tulivu vinavyolinda kile ulichonacho, na sehemu nyingine inalinda dhidi ya mabadiliko ya thamani ya pesa yenyewe. Hii inamaanisha kuwa hata hali ikibadilika upande mmoja, bado una sehemu nyingine zinazokusimamia. Mantiki yake ni kwamba huwezi kutabiri kesho kwa uhakika, lakini unaweza kujiandaa kwa kesho yoyote. Hiyo ndio Holy Grail ambayo Ray Dalio anaizungumzia. Si kupata faida kubwa tu, bali kupata utulivu huku ukiendelea kukua. Ni kucheza mchezo wa muda mrefu, si kubahatisha kwa muda mfupi. Lakini Tony Robbins anaenda hatua moja mbele zaidi kwa kuzungumzia wazo la Create Your Own Private Bank. Hii ina maana ya kujenga mfumo wako binafsi ambapo pesa zako hazikai tu, bali zinazalisha pesa nyingine, na wakati huo huo unaweza kuzifikia unapozihitaji. Ni kama kuwa na mahali salama ambapo unaweka thamani yako, na thamani hiyo inaendelea kukua bila kupungua nguvu kila mara. Katika maisha ya kila siku, hii inaweza kumaanisha kuwa na mali ulizojenga, labda kitu kinachokuletea kipato kila mwezi, au mfumo wa akiba na uwekezaji unaokuwezesha kurudisha pesa zako pale unapozihitaji. Unapofikia hatua hii, unaanza kubadilisha kabisa nafasi yako. Hauko tena upande wa kutegemea mifumo ya wengine, bali una mfumo wako mwenyewe unaokufanyia kazi. Faida kubwa ya mtazamo huu ni kwamba unapunguza gharama zisizoonekana, kama kupoteza pesa bila kujua au kulazimika kuanza upya kila unapokumbana na changamoto. Badala yake, unajenga kitu kinachokuwa taratibu lakini kwa uhakika. Unakuwa na uwezo wa kusimama hata pale ambapo wengine wanatetereka. Mwisho wa yote, picha kubwa inakuwa wazi. Lengo si tu kuwa na pesa nyingi kwa muda mfupi, bali kujenga maisha yenye utulivu na uhuru wa kweli.
unalinda kile ulichonacho, unakikuza kwa busara na unahakikisha kuna mtiririko wa pesa unaoendelea bila kukutegemea wewe kila wakati. Hiyo ndiyo maana wazo la upside without downside lina nguvu sana. Linakufundisha kuacha kucheza mchezo wa kubahatisha na kuanza kucheza mchezo wa kujenga mfumo. Na unapofanya hivyo, unaanza kujenga maisha yasiyotetereka kirahisi. Maisha ambayo yanaweza kuhimili misukosuko ya leo na kesho bila kukuvunja. Kama umeelewa hili, usiishe tu kusikiliza. Anza kuchukua hatua. Tengeneza mfumo wako, gawanya hatari zako na jenga chanzo cha kipato ambacho hakitegemei wewe kila siku. Hakikisha una subscribe na kubonyeza kengele ili usipitwe na mfululizo huu wa masomo ya pesa.